Kwa watazamaji wetu wa Biblia pekee, kama waumini katika Bwana, tunakiri kwamba Mungu ni mwenye nguvu zote na yupo kila mahali. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu, na tunaomba tukijua kwamba anaweza kujibu chochote. Hii ni sahihi kabisa. Mungu ni Baba yetu mwenye nguvu zote na anaweza kufanya chochote. Lakini kama watoto wake katika imani, je, mnaishi maisha yenye mafanikio bila mipaka? Kipindi cha leo kitaangazia Eliya, mtu wa Mungu ambaye alionyesha kazi kuu za Mungu na kuleta majibu makuu. Ninaomba kwamba nguvu za ajabu za Mungu itafunuliwa katika maisha yako pia. Wafalme wa kwanza 18:37 hadi 39. Unisikie, Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umegeuza mioyo yao nyuma tena. Ndipo moto wa Bwana ukaanguka ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Watu wote walipoona hayo walianguka kifudifudi wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Ahabu, mmoja wa wafalme waovu sana katika historia ya Israeli, aliwaongoza watu wamwache Mungu, wala hakuona majuto kwa kuabudu miungu ya kigeni. Ahabu hata alimchukua Yezebeli, binti wa mfalme wa Sidoni, kuwa malkia wake. Mfalme wa Sidoni alikuwa kuhani wa Baali. Kwa kumchukua binti yake kuwa malkia, ilikuwa ni suala la muda tu kabla Israeli kuangukia katika uharibifu. Dhambi za Israeli zilipofika kilele, Mungu alimtuma mtu mmoja. Mungu alimtuma Eliya nabii kufunua kwamba Mungu ndiye Mungu wa pekee na kweli, na kuwageuza watu waliokuwa wameangukia ibada ya sanamu wamrudie yeye. Lakini kuna sababu kwa nini Mungu alichagua kutimiza mambo makuu ya ajabu kupitia Eliya. Kupitia maisha ya Eliya, nina matumai kwamba mtajifunza jinsi ya kuwa watu wa Mungu wanaotumiwa sana naye na kuonyesha kazi zake za ajabu. Katika Wafalme wa kwanza 17, Mungu anamwamuru Eliya apeleke ujumbe wa kutisha kwa mfalme Ahabu, ambaye alikuwa amegeuza taifa nzima kuwa pango la sanamu na kuongoza watu kwenye uharibifu. Hukumu ya Mungu inakuja juu yake. Wafalme wa kwanza 17 mstari wa kwanza, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele yake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Huu ndio ujumbe ambao Eliya aliutoa akitangaza neno la Mungu. Mungu kisha akamwelekeza Eliya kwenye mahali pa kukimbilia mbali na mfalme Ahabu, kwa kuwa moyo wa Ahabu ulikuwa muovu, naye alikuwa amemwasi dhidi ya Mungu. Ahabu asingetubu wala kurudi ikiwa Eliya angetazama laana ya ukame kwake. Badala yake, Ahabu angetaka kumuua Eliya. Mungu alimficha Eliya kwenye kijito cha Kerithi, ambapo alimpa mkate na nyama asubuhi na jioni kupitia kunguru. Baada ya kijito kukauka kwa kukosa mvua, Mungu alimtuma Eliya kwa mjane mmoja huko Serepta, huko Sidoni. Eliya alipewa kipande cha mkate na yule mjane, na kwa malipo Mungu alimbariki ili akiba yake ya unga na mafuta isiishe kamwe hadi ukame ulipoisha. Eliya pia alifanya muujiza kumfufua mtoto wake aliyekufa. Kulingana na neno la Mungu ambalo Eliya alikuwa ametangaza, laana ya ukame ilileta njaa kali ambayo ilifunika nchi yote ya Israeli kwa miaka 3.5. Mungu alimwamuru Eliya katika Wafalme wa kwanza 18 akisema, enenda ujionyeshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Mfalme Ahabu alijaribu sana kumkamata na kumuua Eliya, hivyo kulikuwa na hatari iliyohusika. Lakini Eliya akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye nimesimama mbele yake, hakika nitajionyesha kwake leo. Na kwa ujasiri akaenda kukutana na mfalme Ahabu. Kuna sababu kwa nini Mungu alichagua kumtumia Eliya. Kusimama mbele ya mfalme Ahabu kulimaanisha uwezekano wa kifo, lakini Eliya alitii neno la Mungu. Je, umewahi kuhangaika kutii ukweli na kubaki mwaminifu
ukifikiria faida yako mwenyewe, faraja au usalama? Bila mawazo yoyote ya kimwili, Eliya alitii tu mapenzi ya Mungu. Mara tu mfalme Ahabu alipomwona Eliya, alipiga kelele, "Je, ni wewe yule unayewasumbua Waisraeli?" Lakini Eliya hakuogopa kabisa, na kwa ujasiri akajibu, "Mimi siwaudhi Israeli, bila wewe na nyumba ya baba yako mmefanya hivyo kwa sababu mmeiacha amri ya Mungu na kumfuata Baali." Kwa maneno mengine, miaka 3.5 ya ukame ilikuwa janga lililoipata Israeli kwa sababu ya ibada ya sanamu ya mfalme na watu. Kisha Eliya akamuuliza mfalme Ahabu, "Walete kwangu manabii 450 wa Baali na manabii 400 wa Ashera, mkalete nao mlima Karmeli." Eliya aliwapa changamoto ili kuona ni nani Mungu wa kweli, yule anayejibu kwa moto kutoka mbinguni. Eliya aliamini kabisa kwamba ni Mungu aliye hai pekee ndiye angejibu kwa moto, na akawaita watu, "Mungu ajibuye kwa moto ndiye Mungu." Eliya aliwapendekeza manabii wa Baali, "Chagueni ng'ombe dume mmoja mkatayarishe kwanza. Liiteni jina la Mungu wenu, lakini msitie moto chini yake." Wote wakakubali. Hii ni kwa sababu waliamini kuwa ni Baali pekee ndiye angeweza kuleta moto kutoka mbinguni na kusababisha mvua, upepo na dhoruba. Mamia ya manabii wa Baali walipiga kelele kwa sauti kubwa na kujikata kwa panga na mikuki hadi damu ilipotoka kwa wingi, wakiomba Baali awajibu kwa moto, lakini hakukuwa na sauti, hakukuwa majibu hata hadi wakati wa sadaka ya jioni. Sasa ikawa zamu ya Eliya. Kwanza Eliya alitengeneza madhabahu ya Bwana iliyokuwa imeharibiwa. Kisha akamwaga mitungi mingi ya maji juu ya sadaka ya kuteketezwa. Wakati wa ukame wa miaka 3.5, maji yalikuwa kitu cha thamani sana. Lakini Eliya aliwaambia wamwage maji haya ya thamani juu ya madhabahu, wakijaza mitungi 4 mikubwa mara 3. Hii ni kwa sababu Eliya aliamini kwamba tunapotoa vitu vya thamani zaidi kwa Mungu, yeye atatudhawabisha daima kama alivyoahidi. Moto kushuka kutoka mbinguni kuteketeza sadaka iliyolowa kunafanya iwe wazi kwamba ni Mungu aliyetenda bila hila au udanganyifu wowote. Eliya alitaka iwe wazi kwamba Baali alikuwa sanamu, si Mungu, na kwamba Mungu wa pekee wa kweli, Bwana, anajibu. Hatimaye Eliya akapaza sauti, "E Bwana, unisikie," ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umegeuza mioyo yao nyuma tena. Moto ulishuka kutoka mbinguni na kuteketeza sadaka ya kuteketezwa, kuni, mawe na mavumbi, na hata ukakausha maji yaliyokuwa yakitika mfereji. Watu walipoona tukio la ajabu la Eliya alipokea jibu kwa moto, waliogopa na kutetemeka, wakisema, "Bwana ndiye Mungu." Wakatambua kwamba Bwana ndiye Mungu wa kweli. Eliya akimtumainia Mungu kwa imani isiyoyumba na bila shaka yoyote, aliweza kushuhudia kwa ujasiri juu ya Mungu aliye hai hata mbele ya wale waliotaka kumuua. Hii ndio sababu ya Mungu aliweza kumtumia sana Eliya na kujibu maombi yake. Eliya alimtumainia na kumpenda Mungu kabisa, akisimama peke yake mbele ya mfalme na manabii wengi na sanamu ili kuwarudisha watu waliokuwa wamegeuka ibada ya sanamu wamrudie Mungu. Alipoomba bila shaka yoyote au hofu na kuamini katika Mungu Mwenyezi, Mungu aliweza kujibu. Katika kukabiliana kwake na manabii 850 wa Baali na Ashera, Eliya alipokea jibu kwa moto kupitia imani pekee, na alihakikisha kwamba hakuna hata mmoja wa nabii wa Baali aliyepona, na aliwaua wote 450. Kisha aliwaongoza watu wa Israeli watubu kabisa. Baadaye Eliya alikwenda kwa mfalme Ahabu wa Israeli na alitangaza kwa imani, "Kuna sauti ya wingi wa mvua." Kisha alipanda tena hadi kilele cha mlima Karmeli. Hii ilikuwa ni hatua ya imani kutimiza ahadi ya Mungu kwamba yeye angelileta mvua juu ya nchi. Eliya alipofika kilele cha mlima Karmeli, alipiga magoti chini, akajinyenyekesha na akaanza kuomba kwa bidii.
Eliya aliomba kwa bidii sana hata mwili wake ulipindika kwa maumivu, tumbo lake likageuka na mgongo wake ukainama, uso wake ukiwa umegandamizwa kati ya magoti yake. Eliya hakuacha kuomba na aliendelea kumsihi Mungu hadi alipopokea jibu. Kisha Eliya akamwambia mtumishi wake, "Panda sasa ukaangalia upande wa bahari." Mtumishi alipanda akaangalia, akarudi akisema hakuna kitu. Eliya akamwambia, "Rudi mara 7." Mara ya 7 kama alivyosema Eliya, mtumishi wa Eliya aliona wingu dogo likipanda kutoka baharini kama ukubwa wa mkono wa mtu. Wakati huu imani ya Eliya katika ahadi ya Mungu inaonekana kwa sababu analeta majibu ya Mungu kupitia kukiri kwake imani. Ingawa wingu dogo tu kama ukubwa wa mkono wa mtu lilikuwa limeonekana na mvua ilikuwa haijaanza bado. Eliya akamwambia mtumishi wake, "Panda umwambie Ahabu atayarisha gari lake na ashuke ili mvua isimzuilie." Muda mfupi baadaye mawingu na upepo vikaanza. Anga likawa giza na mvua kubwa ikaanza kunyesha. Imani ya Eliya, kukiri kwake na maombi yake ya bidii yalitosha kushawishi kiti cha enzi cha mbinguni na kuugusa moyo wa Mungu. Ni muhimu kukumbuka kwamba Eliya aliamini kabisa ahadi ya Mungu kwamba Mungu angelileta mvua. Naye aliomba hadi majibu yalipokuja. Ezekieli 36:30 yasema, "Bwana Mungu asema hivi, tena kwa ajili ya jambo hili nitaulizwa na nyumba ya Israeli ili niwatendee, nami nitawaongoza kwa watu kama kundi la kondoo." Ingawa Mungu anaahidi kujibu, ikiwa hatuombi basi hatuwezi kupokea majibu yake. Haijalishi muda gani unapita au hali inavyokuwa ngumu, lazima tuendelee kuomba bila shaka na bila kubadilika ikiwa tunamwamini Mungu. Hii ndiyo imani. Hakuna ambacho Mungu muumba hawezi kukamilisha tunapoomba kwa imani bila shaka. Mungu atakuwa suluhisho la tatizo kwa kila changamoto tunayokumbana nayo. Naomba ukiri imani yako na uombe kwa bidii hadi upokee majibu kama Eliya. Naomba kwamba utaona kazi za ajabu za Mungu katika maisha yako. Niruhusu nikuombee. Baba mpendwa wa mbinguni, leo tumeangalia maombi ya bidii ya Eliya yaliyoleta majibu ya moto na mvua. Wewe hufanya miujiza ya ajabu sana. Juhudi na maombi yetu yanahitajika ili kuleta kazi yako. Kama Wakristo, tusaidie tutafakari kiwango chetu cha imani tunapoomba msaada wako. Ninaomba kwamba utawabariki watazamaji wetu wote wa Biblia pekee ili wawe na imani kubwa kama Eliya. Ninakushukuru na kuomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.